Unajua malezi ni kitu kipana eh? Mmeona hii mizaa ambayo inafanyika Katoro? Sawa? Nani humu ndani ana miaka kuanzia 50? Hapa. Nimeona mko wengi. Kaka Paulo, ile mizaa ya Katoro ni janga kubwa sana. Na kwa sababu ninyi ni taasisi ya elimu ya juu, ndio maana nimezungumza hilo jambo. Watu wa CBC mko ndani? Chuo cha fedha? IFM? Hawajajom. Lakini CBC wapo? Chuo kikuu cha Dar es Salaam? Idara za economics? Si mko ndani? Nendeni mka research. Tulipoanza mavuno ya Tanzanite, tabia za wachimbaji wa madini ya Tanzanite Arusha, miaka ile ya watu wanapanda kwenye magorofa wanamwaga hela. Kawatafuteni hao watu leo wanamiliki nini? Familia zao ziko wapi? Ujinga ule ule unakuja Katoro, tunaushabikia. Mungu awape afya, tuende miaka 20. Itabaki historia. Narudia, nendeni nyie si vyuo vikuu, ajitokeze mtaaluma mmoja akafanye utafiti wa watu waliovuna pesa kwenye madini ya Tanzanite. Miaka ile pesa za Tanzanite Arusha zinaanza kuleta vurugu. Watu wanapanda kwenye magorofa wanamwaga. Anaingia kwenye baa, anawaambia kuna vumbi, zinakuja kenta za bia zinamwagwa chini, inaletwa Land Rover ya mikate inatandika juu, alafu mchimbaji anapita kwa heshima kuingia baani. Wanampepea. Nenda ukachukue nyimbo zile za Twanga Pepeta, kawasikilize wale mapedeje walioimbwa. Wametajwa wa kutosha mle ndani, kinafikiri Madinda, sijui Muzamini Katunzi, Ndama Mutoto ya Ng'ombe, Papa Musofe, Papa Abu Mteketa, sijui PDG nani, sijui Mama Mingoi. Nendeni mkawatafuta hao watu. Fanyeni utafiti, mtakapopata majibu mwende mkafanye presentation kwa wachimbaji wa madini wa kizazi hiki, mkifanya rejea ya makosa yaliyofanywa na wachimbaji wa madini miaka iliyopita. Pesa za madini vis-a-vis investment. Mtawasaidia sana. Experience ambayo naiona huku Tanzania, bado hatuja manage kumanage pesa zinapokuja kwa wingi kwenye wakati ambao hujajiandaa. Alafu nendeni mkamsome yule kijana Mark Zuckerberg. Alipokuja kwenye ubunifu wa Facebook, alafu ghafla akaraise up miongoni mwa matajiri 10 duniani. Nendeni mkastudy behavior yake ilikuwaje. Amemove kutoka kwenye Facebook ameenda kwenye vitu vingine vingi. Alafu linganisha na hawa wakwetu wanaokuja kwenye mafuriko ya pesa na ile mizaa yote ambayo tunaifanya, na sisi tumeisha sema sasa kila jambo Katoro, Katoro. Mfoasi what will be the future ya Katoro yenyewe, Geita yenyewe na wachimbaji wake na hawa wanaofanya hiyo mizaa, kwa sababu best practice zipo. Nendeni Nzega, mgodi wa result waliopata mabilioni pale Nzega, kaangalieni baada ya mashimo yale kubaki. Fanyeni utafiti kwenye kila maeneo ambayo migodi yetu ilitema pesa na watu wakazipata in good numbers ya pesa, sio pesa milioni 2, pesa nzuri. Kawaulize, kaangalie familia zao, ama wao ama familia zao, surviving imekuwa wangapi kwa wangapi na kitu gani. Tunatokaje na kufikaje hapo? Malezi. Shimo limetema, umepata bilioni 5. Who is your mentor?
unaheuka sasa. Unatengeneza car parking nzuri, G-Wagon bilioni 1, 300 milioni 500, sijui gari gani, unanunua magari yale kwenye mitandao yote unaleta kwa ndege. Kwani experience ya wale watu waleta hapa magari kwa ndege ikoje? Kwani kuna kitu kipya? Wakati Bongo Flava inaanza, kusomeni yale magazeti ya Shigongo ya zamani. Mtu na mpenzi, sijui mpenzi wake kapata mimba kaongwa Prado. Ilikuwa ni kitu kikubwa. Wale watu walikuwa naongwa Prado za mimba, where are they? Baada ya vile viumbe vyao kuletwa duniani, wako wapi? Who is the mentor age generation? Nani anayeorodhesha kwenye historia kwamba wewe sio wa kwanza? Unaona leo Katole imetema. Kule kwenye Tanzanite panaitwaje? Mererani iliwahi kutema. Iliwahi kuwa Mererani kweli. Mererani kweli. Wanasema Katoro. Hebu kawatafuta wazee wa Mererani, where are they today? Familia zao zikoje? Zamani kule ukisikiliza ule wimbo kwa naimba wale watu watonga vipeto, wasikia wazee wa bandari, meli hiyo. Tafuta wazee wa bandari wa miaka hiyo, where are they? Unaonyesha tunamfahamu huyu. Huyu Mererani pala alipataga mzigo. Unamfahamu huyo mtoto? Wajua mama yake wakati anachumbiwa, alipopata mimba, kwanza tu ile kuchumbiwa tu alipewa kilo 1 ya Tanzanite. Ile kushika mimba tu alipewa zawadi ya Intakura. Alipozaliwa akapewa zawadi ya Prado. Kawatafuta hao watu. Nani anayewaambia watu wa Katoro hii mizaa mnayoifanya wenzenu waishafanya siku nyingi? Msirudie yale makosa. Ni vyuo vikuu Kakapo kwenda kutafiti, wakaandika pepa. Siku ya mkutano, Mheshimiwa Rais anafanya mkutano na wadau wa madini, sekta ya madini Tanzania, wachimbaji na wanunuzi. Chuo kimoja kinakuja kinafanya presentation. Tulikotoka kwenye sekta ya madini, tulipo na tunakoenda.